Naitwa Deo Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, mwakilishi wa wananchi katika jimbo hili. Tupo katika ziara ambayo nimeongozana na viongozi mbalimbali wa serikali kwa maana ya mtendaji wa mtaa, lakini na viongozi wa chama, mwenyekiti wa chama wa kata yetu, pamoja na katibu kata, mtendaji, mwenyekiti wa mtaa vile vile ndio hasa aliyetupokea. Tupo katika kukagua miradi ya barabara. Wananchi wa Njombe tumewaahidi kwamba tutaendelea kuboresha miundombinu ya barabara na tutaendelea kufungua barabara za ndani ya mji wetu wa Njombe. Kuna barabara kubwa za nje, lakini barabara kubwa za ndani ya mji wa Njombe. Na kuna miradi mbalimbali kama injinia mhandisi alivyoelezea vizuri sana. Mimi sitakwenda, maelezo tumeshayapata ya kutosha. Lakini tunachotaka kusema, tunataka kuambia wananchi wa Njombe kwamba mambo ambayo tumeahidi kuyafanya tunaendelea kuyatekeleza kwa spidi kubwa sana. Lakini ziara hii tumeifanya mahususi kwa sababu katika kipindi hiki cha mvua, katika hali ya hewa ambayo tunaiona, kama mbunge nilipenda nipite kwa haraka nione maeneo ambayo yana changamoto kubwa, ili tuweze, nikiwa na mainjinia, ili tuweze kuhakikisha tunatoa maelekezo ya kuyashughulikia, lakini tuangalie na miradi yetu mingine ambayo tulishaijengea hoja huko nyuma na ikapata vibali na ikaanza kutekelezwa. Tuone kama inakwenda kwa wakati, kama kuna mkwamo, kama wanahitaji fedha zaidi. Kazi ya mbunge ni kwenda kufanya ushawishi zaidi ili miradi hii isisimame. Sana ya TARURA kwa usimamizi mzuri, miradi mingi inakwenda vizuri. Tunaona hapa mradi mzuri sana mkubwa wa kufungua ile eneo. Mradi huu utafungua kama alivyosema engineer, eneo zima la Lunyanywi, Magoda, Jimwema, namna ya kufika katika makao yetu makuu ya mkoa. Kwa hiyo ni mradi mzuri sana, ni mradi ambao unaendelea kupanua huduma ya wakazi wa Njombe. Tumewaambia bajaji kwamba wataendelea, bajaji na bodaboda wataendelea kupata shughuli na kazi kadri tunavyozidi kwenda, tunavyozidi kufungua barabara. Sio zama wagombania barabara chache, tunazidi kufungua barabara ziwe nyingi na shughuli ziwe nyingi, na wao wapate cha kufanya kwa maana ya riziki yao ya kila siku. Kwa hiyo ni miradi mizuri, lakini ameongelea miradi ile ya tactic ya awamu ya pili ambayo na yenyewe inaendelea na utekelezaji. Niombe na niseme, kwenye kipindi cha mvua siku zote kutakuwa na changamoto za barabara za hapa na pale. Kwa hiyo wananchi waendelee kutoa taarifa kupitia viongozi wetu na hata kwa mbunge moja kwa moja au ofisi ya mbunge. Na nafurahi kusema kwamba, natoa mfano tu, jana asubuhi mapema barabara yetu ya Itoni Lusitu ilipata mushkeli kidogo. Kulikuwa na karavati moja ambayo walikuwa wameiweka katika kutengeneza, ipata tatizo, kukawa na mkwamo mkubwa sana kuanzia saa 7 za usiku. Ofisi ya mbunge tulipata taarifa, tukafanya utaratibu wa kuambia wenzetu wa TANROADS kwa ajili ya kwenda kushughulikia, na pale magari yalikuwa yameshajaa. Lakini katika muda mfupi wa masaa 3 mpaka 4 wenzetu wa TANROADS walikuwa wamefika pale, mkandarasi akawa amepewa amri ashughulike na ile barabara. Ndani ya masaa 3, masaa 2, shughuli nzima ikawa imekamilika, barabara ikafunguliwa, magari yakaanza kupita. Niwashukuru sana wananchi wa Njombe, wakiona kuna makorongo wanatoa taarifa kwa haraka sana. Na katika ziara ya leo nitakwenda kutembelea korongo moja kubwa pale Nazareti, ambalo baada ya wao kuwa wamelifikisha kwa viongozi na walivyoona mvua zinakuja kwa wingi, wakaendelea kukumbusha, na tukakaa na TARURA wameweka utaratibu, wakaniambia watafanya mpango kazi kuweka mfereji mkubwa ambao utaelekeza maji yaende chini, na kama mpango wa haraka, lakini watakuwa na mpango endelevu wa kuhakikisha tunashughulika na eneo lile. Kwa hiyo hongera sana watu wa TARURA kwa usimamizi mzuri. Naomba unifikishie salamu kwa meneja wa mkoa wa TARURA na niwatie moyo kwamba tuko pamoja. Nimetembea kwenye hii miradi yote, nimeangalia, nimeona hizo changamoto, najua wapi pa kwenda kufukuzia zaidi tupate fedha za haraka kwa ile miradi ambayo TARURA wanashirikiana au wanapata financing kutoka serikali na zile ambazo halmashauri yetu inatoa fedha. Miradi hii ni muhimu sana na itakuwa na mchango mkubwa sana. Mkumbuke kwamba moja ya mambo ambayo tunafikiria Njombe ni kupata manispaa. Sasa huwezi kuwa na manispaa kama huna barabara za kutosha, huna uchumi mkubwa unaoweza wananchi wakafurahia. Kwa hiyo barabara hizi kikamilika,
Jambo la kwanza kabisa, kama walivyosema, mji wa Njombe utabadilika. Hawa wanajenga barabara kwa kiwango kizuri, amekwambia lami nzito, taa za barabarani na mifereji. Kwa hiyo itabadilisha mandhari na muonekano wa mji wa Njombe kwa kiasi kikubwa sana, kwa barabara hizi ambazo tutatumia bilioni 20 katika mradi wa TACTIC ambao ni fedha ambazo serikali imekopa kwa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia. Barabara kubwa yetu wote mnajua, uchumi wetu mkubwa, mbao, viazi, avocado, makaa ya mawe, inaonekana tayari imezidiwa. Kwa hiyo ufunguzi wa hizi barabara za pembeni ni muhimu sana kwa mji wetu wa Njombe, na ni jambo ambalo lazima liwe endelevu, tuendelee kuzifungua. Sio kila mtu, miaka 5 iliyopita au 10 iliyopita, ukitaka kuja Njombe lazima uje barabara kuu ndio uanze kwenda mjini. Uje barabara kuu uende mjini. Tunataka barabara kuu ibakie watumiaji wachache, wengine waweze kupita pembeni. Ukitaka kwenda hospitali kuu ya rufaa unapita pembeni barabara za kawaida. Ukitaka kwenda Kibena unaweza kupita pembeni kule Ngalanga unafika Kibena. Hiyo ndio mji ambao tunataka kujenga katika Njombe, na hiyo ndio Njombe mpya. Kwa jina naitwa Deo Octavian Mwinuka, ni mhandisi wa TARURA wilaya ya Njombe. Halmashauri ya mji wa Njombe ni moja ya halmashauri ambayo iliingia kwenye hatua ya TACTIC, ambayo kwa mji Njombe tulikuwa na kilomita 16 za TACTIC, lakini katika hizo kilomita 16 zinatekelezwa kwa awamu. Phase 1 tuna kilomita 8.3, Phase 2 tutakuwa na kilomita hizo zilizobakia ili kukamilisha 16. Na kwa tayawani tuna barabara, kwa mfano kwenye hii kata ya Njombe mjini tuna barabara ya Chaogingi Zengelendete ambayo ina kilomita 1.87. Kile kipande cha lami kilichowekwa ambacho ni kibovu kitatolewa, kitawekwa nyingine ili kuakomodeti ule uzito wa soko la mbao kule gari zinazopita. Then kutakuwa na barabara Zengelendete Masaki yenye kilomita 1.48 nayo itawekwa kwa kiwango cha lami. Lakini kwenye hizo barabara mbili ambazo nimezitaja, hizo barabara zinazoweka ni lami nzito ambayo tunaita ni asphalt, inakuwa na mifereji, inakuwa na njia za watembea kwa miguu, lakini pia inakuwa na taa za barabarani. Kwenye kipande cha kwanza, hii barabara Chaogingi Zengelendete, mita 400 za kwanza ambako kuna population kubwa, ni watu wengi, tutaweka covered drains, ile mifereji ambayo inazibwa ili kuweka tahadhari kwa watoto, isije katokea mtoto akatumbukia kwenye mifereji akapata shida, na wenzetu ambao watakuwa na shida mbalimbali asije akaingia kwenye mifereji kwa mbaya akapata shida. Kwenye kata hiyo pia kuna barabara inaitwa Matalawe Igereke Magereza, inajengwa kwa kiwango cha lami nzito kilomita 1.1, nayo itakuwa na njia za watembea kwa miguu, taa za barabarani pamoja na mifereji. Nikitoka hapo nitaenda kata ya Ramadhani. Kata ya Ramadhani tuna barabara ambayo inaunganisha kata ya Ramadhani na kata ya Njombe mjini, inaitwa NBC Kibena, ina kilomita 2.85, nayo itajengwa kwa kiwango cha lami nzito, itakuwa na mifereji, itakuwa na njia za watembea kwa miguu na itakuwa na taa za barabarani. Kwenye barabara hiyo pia kutakuwa na structure kubwa mbili. Kutakuwa na daraja ambayo ina mita 18. Kwenye daraja la zamani lililokuwepo itatolewa, itajengwa jingine kubwa ili kupunguza ule mlima uliopo kuja Josefini sekondari. Lakini pia kutakuwa na box culvert ambayo itakuwa na mita 5 kwa mita 5 kwenye barabara hiyo. Kwa Mji Mwema kwenye phase 1 tuna barabara moja ambayo barabara hiyo inaitwa Mpechi Melinze na kilomita 1.3, nayo itajengwa kwa kiwango cha lami nzito, itakuwa na njia za watembea kwa miguu, mifereji pamoja na taa za barabarani. Kwa phase 1 inakuwa na barabara hizo ambazo tukizijumlisha hizo kilomita zake inakuwa ni 8.3. Phase 2 sasa itakuwa na barabara ya kwanza ambayo ndio ilibeba jina la mradi mzima, ni NBC Kihesa, ambapo inaanzia hapa tulipo, inaunganisha barabara ya NBC Kibena, itaenda kuunga kwenye barabara ya Njombe Wende Njosi. Barabara hii na kilomita 2.55, itajengwa kwa kiwango cha lami nzito asfalti, itakuwa na njia za watembea kwa miguu, taa za barabarani pamoja na mifereji ya kuyadirect maji. Pale inapoenda kuunga na barabara ya Wende Njosi, karibu na chuo cha UDOM kinapojengwa,
kutakuwa na roundabout. Kuna barabara 3. Hii inaenda kule Ngalanga au Wende. Hii inayoingia ndio iliyotoka Njosi. Pale kutakuwa na roundabout. Kwa kwenye phase 2 barabara ya kwanza ni hii, ya pili ni hiyo inapoanzia Njombe Sekondari inaenda mpaka Wende. Inaita Wende Njosi, ina kilomita 4.3. Nayo itajengwa kwa kiwango cha lami nzito. Kutakuwa na barabara, taa za barabarani, njia za watembea kwa miguu pamoja na mifereji. Na barabara hiyo pia itakuwa na daraja. Kwenye ile daraja ambalo ulipo pale kwenda Ngalanga, ile daraja itatolewa, itajengwa jipya lenye upana wa kutosha unaohitajika kwa accommodate njia za watembea kwa miguu. Na barabara ya mwisho kwenye phase 2 itakuwa ni Mji Mwema Wende, ina kilomita 2.25 ambao nayo itajengwa kwa kiwango cha lami nzito. Itakuwa na njia za watembea kwa miguu, taa za barabarani pamoja na mifereji. Kwa tukishakamilisha, aim ni kwamba kupunguza foreni kwenye main road, kwamba mtu akitaka kutoka Mji Mwema kule au Wende aweze kufika Kibena bila kuingia kwenye barabara kubwa ya TANROADS. Kwa hiyo atatoka huko, atapita, atakuja, ataingia hapa, ataenda kutokea Kibena. Lakini pia kwa barabara hii ya NBC Kibena, nadhani ni the only bypass, yani njia ambayo ikitokea njia kuu imeziba, mtu anaweza akatoka Kibena akaja mjini. Hamna njia nyingine ya kutoka kule nayo kuja huku. Kwa ni njia pekee. Na hivi karibuni nadhani na wenzetu hapo kwenye mpango wa kutanua hiyo barabara ya TANROADS pale kwenye milima na kona nyingi. Kwa kipindi wanatanua, nadhani gari zitapita huko, sitakuwa tumemaliza. Kwenye upande wa taktiki kwa miradi ya Njombe ni barabara hizo. Naitwa Lucy Leonard Nyauruli. Kwanza kabisa napenda kumshukuru mbunge wangu na TARURA kwa ujumla na viongozi wote kwa kutukamilishia huu mradi wetu wa barabara, kwa sababu faida kubwa kwangu ni kwa habari ya wanafunzi. Ilikuwa ni changamoto sana wanafunzi kutoka hapo majumbani mwetu kuelekea shuleni kutokana na ubovu wa barabara. Kwa hiyo faida ya kwanza ni wanafunzi kufika salama mashuleni, kwa sababu barabara ikiwa nzuri inaweka watoto watafika salama. Faida ya pili ni salama pia kwangu kwa ujumla, kwa sababu ilikuwa ni hatari sana, hata nikirudi labda nyumbani kwa kuchelewa, hii barabara ilikuwa ni hatari sana. Kwa kututengenezea barabara huku tunashukuru, na ikikamilika tutashukuru zaidi, kwa sababu tutakuwa ni wanufaika wakubwa sisi kama wanamtaa. Itakuza kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu sisi ni wakulima wa viazi na tunajishughulisha na kilimo cha parachichi kwa ujumla, miti kwa ajili ya mbao. Kwa hiyo ni safi sana kwetu, kwa sababu tutapata urahisi wa kusafirisha mazao yetu. Kwa kweli naitazama Njombe kwa jicho la mbali sana, na naitazama vizuri, kwa sababu naona kuna mafanikio na maendeleo makubwa sana. Kuziba kwa barabara, mifereji inakuwa shida, barabara zinakuwa ni ndogo. Kwa hiyo hii mradi uliofunguliwa tumefurahi. Majina anaitwa Stefano Alex Ngailo. Kwa mji wa Njombe kwa kweli rami nyingi zinatengenezwa kipindi hiki ambacho mbunge wetu ni mzuri sana ambao tumemchagua ni Deo Mwanyika. Itakuwa ni vizuri sana kwamba ikijengwa lami nyingi za mji wa Njombe zitaleta tija fulani, kuleta maendeleo ya mji wa Njombe, na wananchi wanapata kusafirisha vitu vyao kiurahisi toka mahali pengine kupeleka mahali pengine. Kwa hiyo italeta hamasa sana au kukuza uchumi wa mji wa Njombe.